بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Ramadhan mwaka 1446 katika silsila ya darasa ya sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tuendelea kuzungumzia ghazwatu Badr al-Kubra. jana walillahi alhamdu wal minna tulieleza baadhi ya yaliyojiri katika vita vya Badr na kuanza kwa vita mpaka tukamalizia kueleza kushiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safu za mbele kwenye vita vya Badr. Tukaahidi kuwa leo biidhnillah ta'ala tutaeleza بطولات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. kuna mambo makubwa wameyafanya masahaba katika uwanja wa vita vya Badr. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد قاتلوا قتالا شديدا في هذه المعركة العظيمة. صحابة رضي الله عنهم walipigana vita vikali sana katika vita vya Badr na kukadhihiri ushujaa wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. nitataja baadhi ya mifano. Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu katika sahih al-Bukhari, Urwa ibn az-Zubair قال كان في الزبير 3 ضربات بالسيف. الزبير بن عوام katika mwili wake kulikuwa na athari ya kupigwa kwa panga katika sehemu 3 za mwili wake, ambayo ilikuwa ikionekana mpaka katika utu uzima wake. ihdahunna fi atiqihi, moja katika zile sehemu alizokuwa na alama ya upanga ni katikati ya shingo na bega lake. qala in kuntu la udkhilu asabi'i fiha, kwa namna alivyokuwa na jeraha kubwa, hata baada ya kupoa kulikuwa na tundu kubwa mpaka nilikuwa nikiingiza vidole vyangu ndani, ile alama imebakia. katika kueleza qala dhuriba thintaini yawma badrin, sehemu mbili alipigwa akatiwa alama katika vita vya Badr. wa wahidatun yawma al-Yarmouk, na alama nyingine ikawa katika vita baada ya kufa kwa Mtume sallam vinavyojulikana kama vita vya al-Yarmouk. qala Urwatu wa qala li Abd al-Malik ibn Marwan حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ عبد الملك بن مروان صاب الزبير عبد الله بن الزبير aliuawa, akamuuliza Urwa, waujua upanga wa Zubair, waweza kutambua upanga wake? qultu na'am. qala fama fihi, wajuaje kuwa ni upanga wake? qultu fihi fallatun fullaha yawma badrin, panga lake lilikuwa na pengo, na siku zote pengo ni aibu katika upanga, ila panga la Abdullah ibn Zubair ilikuwa lile pengo lake ni sifa kwake yeye nzuri, kwa sababu alilipata pengo lile kwa vita vikali alivyopigana katika vita vya Badr, mpaka lile panga likafanya pengo, akabakia nalo maisha yake lile panga. tukija
وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عامر الشعبي رحمه الله تعالى يقول: قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: متى أجبت الدعوة؟ بمعنى kuanzia lini ulikuwa una dua ukiomba airegesho? Sababu Saad ibn Abi Waqqas alikuwa yajulikana kuwa ni mustajab ad-da'wa, alikuwa akiomba dua hairegesho. Qala yawma badr, sema nilijua siku ya Badr, vita vya Badr. Na Saad alikuwa ni mahiri sana katika kutupa mishale, yani akitupa mishale alikuwa hakosi, radhiyallahu anhu wa arda. Bali tuweza kusema masahaba kiujumla walikuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia hasa katika jambo la kutumia silaha wako vizuri sana. Sababu ukiangalia katika tarikh ghazwatu dhati al-uyun ambao masahaba 1000 katika safu ya jeshi la Waislamu waliambizana kila mmoja arushe mshale atoe jicho la kafiri kwenye vita. Kila mmoja akashika mshale wake akauweka, hakuna hata mmoja alikosa. Kwanza tu vita watu 1000 hawana macho, kila mmoja akapigwa kwenye jicho lake. Si pua, labda nkosea yule anamuondoa pua, jicho. Kila mmoja atoa jicho peke yake. Hivi alivyokuwa maswala. Na hapa mimi mara nyingi hujiuliza, hivi itakuwa ujuzi huu umekuja abathan? Yani mtu amekaa tu akaona leo watu waenda vitani, twende. Beba mshale apige tu ashakuwa mkali, sio? Kuna mipango imepangwa. Kinyume na ilivyo leo watu wajiendeendea zile jihadi feki zisizoeleweka. Watu hawana mpangilio, watu wafanye nini, hawana viongozi, hakuna anayeongoza, wenda tu ufanya balaa, haribu jina la Uislamu kisha singizia Uislamu. Watu walikuwa na mpangilio mzuri, wakifanya mazoezi ya kutupa mishale, ya kutumia panga. Kama vile leo wanajeshi katika kila nchi, wanajeshi huchukuliwa mwanzo wakapelekwa katika mazoezi, wakapelekwa katika mazoezi makali sana, mazito, ili waweze kustahimili wanapoingia katika vita. Hivyo ndio ilivyokuwa. Na waweza kumwona mwanajeshi amekwenda katika mazoezi mpaka mmaliza akarudi, pengine hakuna vita, lakini ule ujuzi tayari anao, amewekewa ujuzi ambao yaweza kupambana katika vita. Hii mipango ilikuwa ni muhimu sana wakati ule serikali ya Kiislamu ikifanya jambo kama hilo. Kwa hiyo hawa masahaba, mmoja wao alikuwa Saad bin Abi Waqqas, akijulikana sana katika shabaha, anaporusha mshale. Qala Saad asema: kuntu armi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nikirusha mishale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda sana Saad akitupa mishale, akienda kimkusanyia mishale kisha amwekea mbele yake, mpaka akisema: fidaka abi wa ummi irmihim ya Saad, rusha. Afurahi kila kirusha chini, akirusha angusha, amwambia piga, na Saad yachukua rusha. Alafu yeye waambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno hayo, utakuwaje? Ndio sikosi. Yani yaweza kupigwa na style yule, sio wafahamu? Si wapigwa tu yuauawa. Si ajabu ampiga vizuri pale ambapo Mtume sana atafurahi akimwona amepigwa, yani amuonyesha ule umahiri aliokuwa nao, akawa atupa ile mishale. Qala fa ad'u as-sahma fi kabid al-qaws, nilikuwa nikiweka ule mshale katika uta wangu katikati pale. Thumma aqulu Allahumma zalzil aqdamahum wa ar'ib qulubahum waf'al bihim waf'al. Kisha Saada amuomba Allah subhanahu, tetemesha miguu yao ya Allah, watie hofu katika nyoyo zao, wafanye kadha wafanye kadha. Fayaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sana akimsikia Saada sema hivyo, Allahumma istajib li Saad, yuomba Allah amuitikie dua ya Saad. Kuanzia hapo akawa mustajabu da'wa, kila akiomba dua yake Allah subhanahu wa ta'ala amkubalia.
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akimweleza Sa'd asema laqad ra'aytu Sa'dan yuqatilu yawm Badr qital al-faris war-rajil, nimemuona Sa'd akipigana katika vita vya Badr, vita vya aliyekuwa juu ya farasi na chini, yani kila mahali ukimtaka wamuona yuko pale katika vita. Katika matukio yaliyotokea au katika ushujaa waliokuwa nao masahaba, Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Na Hamza alikuwa na mwili mkubwa. Nikisema mwili mkubwa simaanishi ni alikuwa mnono, yani Allah amemruzuku urefu, kisha alikuwa amejenga mwili kisawasawa kama vile mtu anainua chuma vile, lakini sasa yeye ni mkubwa. Sasa alikuwa akiushika upanga kisawasawa radhiyallahu anhu wa ardhah. Kwa hiyo akiingia katika vita alikuwa akiwamaliza vibaya sana mushrikini, na ndio maana wakampangia njama kumuua, kama tutakavyokuja kuzungumza inshallah katika vita vya Uhud. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yaqul qala li Umayyah ibn Khalaf, na tutaeleza kuuawa kwa Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf amwambia Abdurrahman bin Auf, wa ana bainahu wa bain ibnihi Ali akhudhu biaydihima, mimi niko katikati yake na kijana wake Umayyah ibn Khalaf aitwa Ali. Katika mateko walivyokuwa watekwa wamewashika hivi mikono yao, aenda na wao. Ya Abdul Ilah, kama tutaeleza kwa nini amuita Abdul Ilah. Man ar-rajul minkum al-muallamu birishati na'amatin fi sadrihi, nani yule katika nyinyi katika kifua chake kuna alama kama ya unyoa wa mbuni, yani nguo yake ilikuwa kama unyoa wa mbuni hivi, nani yule? Qultu dhaka Hamza ibn Abdul Muttalib, ambaye yule ni Hamza. Sababu kwa nini walikuwa hawajui sura zao? Sababu walikuwa wakivaa mpaka kwenye kichwa, kivaa zile ona macho peke yake. Sasa ulizi yule nani yule? Sio kuwa hamjui Hamza, mjua Hamza lakini sura yake hamuoni. Amwambia yule ni Hamza. Qala dhaka alladhi fa'ala bina al-afa'il, kama kuna mtu ametuumiza yule ametufanya mambo leo, yule ameua wengi sana, radhiyallahu anhu wa ardhah. Katika vita vya Badr tulieleza kuwa walishiriki pia malaika. Amma almalaikatu faqad nazalat ardh alma'raka washaddu ala almushrikin, malaika walishuka katika uwanja wa vita vya Badr na wakapigana kwa ukali sana na kwa nguvu sana dhidi ya washirikina. وشاركوا الصحابة رضي الله عنهم في قتل وأسر المشركين, na wakashirikiana na masahaba katika kuwaua na kuwateka washirikina katika vile vita. ولم تباشر الملائكة القتال في أي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر, na malaika hawakushiriki katika vita vyovyote alipopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa katika vita vya Badr peke yake. Amma fi ghazwati Uhud faqad nazalat lihimayati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, katika vita vya Uhud hawakushuka kwa amri ya kupigana, walishukishwa kwa amri ya kuja kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam asiuawe. Ghazwat Hunain nazalat liirhab al-kuffar, katika Hunain waliteremshwa kuwatia hofu makafiri. Qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lam tuqatil almalaikatu fi yawmin siwa badrin min alayam, malaika hawakupigana katika vita isipokuwa vita vya Badr. وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون, ama katika vita vingine walikuwa wakija lakini hawapigani, wakiwaacha masahaba wapigana wenyewe, lakini katika vita vya Badr waliteremshwa kwa malengo ya kuja kupigana vita. Sasa utawashinda vipi watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa nusra kwa kusaidiwa na malaika?
malaika wakawa pamoja na wao. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. na matukio haya yamepokewa katika Bukhari na Muslim. Bwana mmoja katika masahaba alikuwa amfuata bwana mmoja katika washirikina kutaka kummaliza aliyekuwa mbele yake. idh sami'a darbatan bisawti fawqahu, mara asikia kama kutupwa sauti ile kama mjeledi hivi wachapa, asikia sauti ya mjeledi wapiga. wa sautul farisi yaqul aqdim haizum, yani amtanguliza farasi wake tu Haizum, songa mbele, lakini haoni mtu. fanadhara ila almushriki amamahu fakharra mustalqiyan, akimwangalia yule mshirikina mbele yake ameanguka chini ashakufa na yeye hajamgusa. fanadhara ilayhi fa idha huwa qad khutima anfuhu, akimtizama ana alama katika pua yake kama amechapwa. washuqa wajhuhu kadharbati as-sawti, na uso wake umepasuliwa kama mpigwa na mjeledi kwa nguvu kwenye uso wake mpaka akapasuka. fakhdharra dhalika ajma'u, yule bwana mwili wake mzima ukageuka rangi ya kijani pale pale akaoza. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. yule bwana katika Ansar akajambia kwa Mtume sallam, mimi nimeona kitu cha ajabu, nimeona kadha. qala sadaqta, umesema kweli. dhalika min madadi as-samai ath-thalitha, hilo ndio kundi la tatu katika makundi ya malaika waliotoka mbinguni kuteremshwa kuja kupigana. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أمامة بن سهل قال قال لي أبي يا بني لقد رأيتنا يوم بدر. سهل mwambia mtoto wake Abi Umama, tulikuwa tukiona sisi katika siku ya Badr, wa inna ahadana la yushiru bisayfihi ila ra'si al-mushriki fayaqa'u ra'suhu 'an jasadihi qabla an yasila ilayhi. alikuwa mmoja wetu akinyanyua upanga wake ataka kumkata kichwa mshirikina, ule upanga hujafika kile kichwa chini. واخرج الامام احمد كذلك في مسنده بسند حسن عن ابي داود المازني رضي الله عنه وكان شهد بدرا قال اني لاتبع رجلا من المشركين لاضربه. ابي داود المازني رضي الله عنه asema akizungumzia vita vya Badr ambao yeye alikuwepo, mimi namfuata mmoja katika washirikina ili nimpige. idh waqa'a ra'suhu qabla an yasila ilayhi sayfi, mara naona kichwa kimeanguka kabla upanga wangu kumfikia. fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi, nikajua huyu ni si mimi nilemua, ni mtu mwingine alemua, lakini simuoni. علي بن أبي طالب رضي الله عنه katika Musnad Imam Ahmad قال فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا. bwana mmoja katika Ansar alikuja akiwa amemshika al-Abbas kama matekwa. Tuseme kwa Abbas ammi yake Mtume sallam aliletwa kwa lazima na kina Abu Jahal katika vile vita, lakini alikuwa hana haja ya vita. Na nitataja hapa kuna majina Mtume sallam aliyataja, wasiuawe watu hao hata wakikutwa katika uwanja wa vita, wasiuawe kwa sababu wameletwa kwa kulazimishwa, si malengo yao ilikuwa kuja katika vile vita, lakini ni vitimbi vya Abu Jahli. Abu Jahal alifanya bidii akaleta watu wengi sana ambao walikuwa hawana haja ya kupigana. Mmoja wao alikuwa ni al-Abbas. Huyu Ansari ambaye ajulikana kama Abu Yasar alimshika al-Abbas akaja naye kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mateko. Faqala al-Abbas ya Rasul Allah inna hadha wallahi ma asarani, ya Rasul Allah, wallahi huyu hakuniteka mimi, si huyu alinishika. laqad asarani rajulun ajlahu min ahsani an-nasi wajhan, kuna mtu ana sura nzuri sana na alikuwa na nywele zimepungua pungua kubavuni, huyo ndo alinishika mimi. ala farasin ablaq, alikuwa juu ya farasi, miguu yake ilikuwa na rangi nyeusi,
tahjid na nyeupe. Kwa hivyo miguu yake kuna bayad, kuna ule weupe ambao katika mikono ya farasi, akiwa mweusi kisha akawa na miguu yake ya mbele ikawa meupe, huwa mzuri sana. ma arahu fil qaum, lakini huyo mtu aliyenikamata mimi simuoni katika nyinyi. Faqala al-ansari ana asartuhu ya Rasulullah, ile mmoja katika sahaba ansasema ni mimi ndo nimemkamata. Faqala Rasulullah sallam faqad ayyadaka Allah ta'ala bimalakin karim, Allah amekusaidia wewe na malaika mtukufu akakukamatia. Na katika riwaya nyingine Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi al-Musnad, kana alladhi asra al-Abbas ibn Abd al-Muttalib Abu al-Yasar ibn Amr wa huwa Ka'b ibn Amr ahad bani Salima, katika ansar katika kabila la Bani Salima ndio alimshika al-Abbas. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرته يا أبا اليسر, akamuuliza ulimkamata vipi wa al-Abbas ili kumleta katika mateko. قال لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل, kuna mtu amenisaidia kumkamata, sijawahi kumuona kabla wala baada ya hilo tukio sijamuona. hayatuhu kadha hayatuhu kadha, yuko hivi yuko, akaanza kumsifia yule mtu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم, amekusaidia juu ya kumkamata al-Abbas malaika mtukufu. Kiufupi, malaika walishuka katika vita vya Badr kuwasaidia waumini katika hilo. Az-Zubair radhiyallahu anhu arda alikuwa na kilemba cha rangi ya njano safra, ndio alichokuwa kipigana akiwa amekivaa katika vita vya Badr. فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر على سيم الزبير, na malaika waliposhuka wakawa wameshuka na vilemba vya rangi ile ile ya Az-Zubair radhiyallahu anhu wa arda. Kwa malaika walihudhuria katika hivi vita. Na katika sahih al-Bukhari jaa Jibril ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam faqal ma ta'udduna ahla badrin fikum, alikuja Jibril akamwambia ya Rasulullah, walioshiriki katika vita vya Badr nyinyi mwaonaje kati yenu nyinyi? Qala min afdalil muslimin, ni katika wabora wa Waislamu, au kalimatan nahwa. Qala wakadhalika man shahida badran min almalaika, hivyo hivyo walioshuhudia vita vya Badr katika malaika. Iblis alikuwa akiona haya mambo yanavyojiri na malaika wakiwa washuka, yeye awaona. Makuraishi wa binadamu hawaoni, lakini Iblisi waona malaika washuka kuja kuwanusuru waumini. Iblis alipoona malaika wanavyowafanya washirikina farra, yeye akakimbia. Lakini tukumbuka vizuri kuwa alikuja katika sura ya mtu, naye ni Suraqa ibn Malik. Sasa akawa yuwakimbia, fatashabbatha bihi al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham akamkamata, sababu alikuwa katika sura ya binadamu, akamkamata. Wa huwa yadhunnuhu Suraqa, yeye yuona huyu nani? Ni Suraqa ibn Malik. Faqala ila aina ya Suraqa, wenda wapi Suraqa, wakimbia wapi? Alam taz'um annaka lana jar, si wewe ulisema kuwa utatulinda huko nyuma, uko pamoja na sisi, sasa watuache hapa vitani? La tufariquna, usituache hapa. Faqala inni ara ma la tarawun, mimi kuna mambo naona nyinyi hamyaoni. Inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Thumma dafa'a al-Haritha faalqahu, kamsukumlia mbali al-Haritha, jamaa kaanza kukimbia. Wa kharaja hariban hatta alqa nafsahu fi al-bahr, kakimbia we mpaka baharini. Yani waweza kutasawari ni shetani aliruka chomo aina gani huyo, akawaacha jamaa huko wauliwa, wenzake wale wauawa kule, yeye huyo kakimbia kaingia baharini. Huyo hataki kujua huko nyuma ilikwendaje baada ya hapo, hofu ilivyomjaa.
Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyotaja, kuna baadhi ya watu alikataza wauawe. Wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmaidhin an qatli adadin min rijali Quraish. Kuna watu katika Quraish Mtume sallam alikataza wasiuawe pamoja na kuwa ni washirikina. فقال صلى الله عليه وسلم إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها. mimi najua wanaume katika kabila la Bani Hashim, kabila lake, na wengine wametolewa kwa kulazimishwa, si kwa kutaka kwao. la hajata lahum biqitalina, hawana haja ya kutupiga sisi vita. faman laqiya minkum ahadan min Bani Hashim fala yaqtulhu, yoyote atakayekutana yoyote katika Bani Hashim asimuue, sababu hakuja kwa ajili ya vita. waman laqiya Abul Bakhtari ibn Hisham fala yaqtuluhu. Abul Bakhtari huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza auawe kwa sababu alikuwa hamuudhi kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makkah, bali akiwakataza watu kumuudhi Mtume, kana la yuudhi, wala hajawahi kumfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam chochote cha kumuudhi. Bali Banu Hashim walipowekwa kando katika Shi'b Abi Talib, tulitaja huko mwanzo, ikawa watu hawafanyi nao biashara, hawauzii chochote, hawawaozeshi. Ule waraka ule ulioandikwa, mkataba ule wa dhulma, wa kwanza aliyesimama ili kuondoa nani? Abul Bakhtari. Yeye ndo aliyesimama katika jambo hilo, kwa kumlipa wema wake, na yeye pia amekuja pale kumlipa wema wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Abul Bakhtari ibn Hisham atakayekutana naye fala yaqtulhu, asimuue. waman laqiya al-Abbas ibn Abd al-Muttalib amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yaqtuluhu, na atakayekutana na ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abbas asimuue. fa innahu inma ukhrija mustakrahan, ametolewa kwenda katika hivi vita kwa kuachukia lile jambo, lakini kwa kulazimishwa. Kwa hivyo hawa ikawa hawako katika ile listi ya wale watakaouawa. Tayib, Abul Bakhtari ibn Hisham aliuawa katika hao, yeye hakubakia, wengine waliwachwa, yeye aliuawa. Kwa nini? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asiuawe. Kisa chake ni kuwa kama tulivyotaja, lam yuqtal ahadun min an-nafar alladhina naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an qatlihim illa Abul Bakhtari, yeye peke yake ndiye aliuawa. wasmuhu al-Aas ibn Hisham ibn al-Harith, hili ndio jina lake. Ibn Ishaq katika sira asema anna al-Mujaddara ibn Ziyad al-Balawi laqiya Abul Bakhtari fi al-ma'raka, huyu sahaba alikutana na Abul Bakhtari katika vile vita. wa ma'ahu zamilun lahu, na Abul Bakhtari alikuwa na mwenzake pale, wako pamoja. فخرج معه من مكة يقال له خرج له معه من مكة يقال له جنادة ابن مليحة الليثي، huyu mwenzake walitoka pamoja Makkah. فقال المجذر لأبي البختري، وصحابة المجذر akamwambia Abul Bakhtari, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، Mtume sallam ametukataza sisi tusikuue wewe. فقال وزميلي، sema na huyu mwenzangu je, ambaye mmekuja naye mimi? قال المجذر لا والله لا لا لا، huyo akutajwa, ma nahnu bitariki zamilika, huyu mwenzako hatumwachi sisi, tummaliza hapa vitani. ma amarna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam illa bika wahdaka, ni wewe peke yako ndio tumemwambiwa tusikuue, wewe peke yako. فقال أبو البختري لا والله لا أموتن أنا وهو جميعا، lakini walikuwa na nakhwa ya kijahilia kuwa nakuja naye mimi huko kutoka Makka mpaka kufika hapa, kisha uawe peke yake, mimi mbakishwe, wallahi tutakufa sote, kama utakuua na mimi pia niueni. la tatahaddathu anni nisaa Makkah anni taraktu zamili hirsan ala alhayati, na yani fakhri ya kijahilia, isije wanawake wa Makka nikasalimika mimi wakasema mmemwacha mwenzangu wauawe,
kwa sababu ya kupenda kuishi, hiyo haitakuwa wanaume. Na hii ni sawa upande mmoja, si upande wa kuwa yofanya riaa na sum'a, lakini ni sawa kuwa utakwendaje na mwenzako mfano mahali, yani katika zile tabia za kijahilia ambazo sio tabia mbaya, kuwa kwenda na mwenzako ukifika mahali mwenzako wapigwa, mwambie basi endelee naye wewe enda zako mwache, yani yafanana na uume hiyo. Pamoja na kuwa huyo alikuwa amesimama katika batil, lakini lau kama angelikuwa amesimama hivi katika haki, basi ingelikuwa ni manqaba. Hakubali mtu wake adhulumiwe na amekuja na yeye. Sasa hapa akasimama na ule uarabu tu na ule ujahilia, huyo mwenzangu siwezi kukubali, amfanye chochote. Na hili liko mpaka leo, liko mpaka leo. Kwa mtu amekuja na mwenzake kisha wewe mdhulumu, hawezi kukubali. Mtu akisawa sawa, wako wengine akupeleka swaku utoe chambo wako, ajua yeye ukienda kule na kukamatwa, lakini enda na wewe. Siku moja niko na sahibi yangu kwa Saudia kule afanya kazi walikuwa wa Misri wawili watembea pamoja, wakakamatwa na wale dauria, hawana igama za kubakia pale Saudia, yani wako illegal pale. Mmoja mbeba mayai na mwenzake ansimama na mwenzake tu kawaida tu. Yule aliyebeba mayai wakaambiwa toa ithbati, yani maana utoe pasipoti yako onekane kama unayo visa. Yule mwenye mayai yule akajifanya yeye anayo, akampa mwenzake ile mayai, hebu shika kidogo. Yule mwenzake maskini akapokea ile mayai, akasimama naye, akainua kanzu kama ambaye ile pasipoti iko ndani ya mfuko wa kanzu, umeelewa? Akainua ile kanzu, alikula kona, akamwacha mwenzake maskini ashika mayai hivi akamatwa pole pole, akashikwa. Sasa yule askari mwenyewe akaanza kucheka. Yule askari yani ile mbinu alivyomuuza mwenzake, akaanza kucheka, asema hata yule wa pili akamwambia nenda zako. Yule mkuuza vibaya sana, wewe pia nenda zako akaachana naye. Sasa wako marafiki yao, kuna marafiki wa namna hiyo, yani yeye akupeleka mahali kisha ukishaingia kwenye mtego, kwani atabaki na wewe hapo, huyo kimbia, huyo si rafiki, wala hakuna khairi kwa watu kama hao. Huyo ni khain, nasallallahu alafiyata wassalam. طيب Abu al-Bakhtari alikataa, faqtatala, kapigana, faqatalahu al-Mujaddhar ibn Ziyad, thumma inna al-Mujaddhar ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyu sahaba akamuua sababu alipigana, hakukubali ile amani aliyopewa. Kisha huyu sahaba akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala walladhi ba'athaka bilhaqqi laqad jahidtu alayhi an yastasira faatiyaka bihi, nilijaribu sana akubali kuwa katika mateko nimlete kwako. Faaba illa an yuqatilani, akakataa isipokuwa lazima apigane na mimi. Faqataltuhu, na mimi nikampiga vita, siwezi kumwacha niue, nikamuua ya Rasulullah. Kwa hiyo huyu bwana akauawa pamoja na kuwa alikuwa amepewa amani. Kuna watu wawili ambao walikuwa ni katika sanadidu Quraish, wale ambao walikuwa wakiheshimiwa sana na Makuraish. Mimi sijawataja na namna walivyouawa. Mmoja wao ni Umayya ibn Khalaf la'anahu Allah, na wa pili ni Abu Jahl la'anahu Allah. Hao ni miongoni wale magwiji wa Makuraish ambao waliuawa katika vita vya Badr. Hawa wana visa vyao kando na namna walivyouawa. Naomba insha Allah taala nisimamie hapa sababu ya wakati umesonga, kisha biidhnillah taala kikao cha siku ya Jumamosi insha Allah, sababu kesho Jumaa kuna khutba, hakuna darsa, kwa baada ya khutba watu waenda zao. Kwa hivyo insha Allah taala siku ya Jumamosi biidhnillah taala tuendelee na darasa zetu za dhuhuri. Nitakuja insha Allah taala kuanza kueleza masra'u tughat, namna walivyokufa na kuuawa hawa majambazi wakubwa waliokuwa ndio wakisimama dhidi ya Mtume Muhammad sallam alivyokuwa Makka na mpaka yuko Madina, wao ndio walikuwa wanasimamia vile vita dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tawaeleza biidhnillah taala namna walivyouawa
hao wawili. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.